Sasa tunaelekea Pasaka, Ijumaa Kuu. Ndugu zangu, Ijumaa Kuu kwanza ni mapumziko. Mnielewe vizuri. Nimeze na maji. Ndio. Ijumaa Kuu ni mapumziko. Wakristo pote duniani, madhehebu yote wanaheshimu sana siku ya kesho kutwa Ijumaa. Ijumaa Kuu ni siku ya kukumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio siku aliteswa akafa. Jumamosi inaitwa Jumamosi Kuu. Jumamosi usiku huwa kuna mkesha. Wakatoliki wa Kristo tunaelewana? Tutakuwa makanisani kwenye mkesha. Ufufuko wa Bwana Yesu Kristo unaanza hapo, misa ya mkesha. Jumapili ndio yenyewe Pasaka yenyewe. Jumatatu mapumziko. Jumatatu ya Pasaka. Jumanne mapumziko. Ya nini? Karume Day. Yaani kuanzia kesho kutwa haki ya nani utafikiri kalikizo fulani. Kuna siku nazichungulia kwa mbali kama 4 hivi hizo. Si ndio hivyo? Ndio. Kutoka Ijumaa watu watakutana kazini Jumatano, si ndio? A week almost. Sasa kwa sababu na weekend imo humo ndefu na hizi sikukuu rasmi holiday za kitaifa, niwaombe wengine jamani, siku kama hizi sikukuu wao ni fursa. Wezi ndo wanajipanga na wenyewe humo. Tunaelewana? Na majambazi fulani japo Ngara hawapo tena, walishabaki historia, hawapo. Kuna jambazi? Mimi simsikii. Yupo, anyosha mkono hapo. Nyosha mkono jambazi. Mwizi, nyosha mkono hapo. Hawapo. Na maana tulikuwa tunaimba mwili we hapo. Tulikuwa hivi tu, mwili we. Unaona? Ishara ya amani, ya upendo, furaha. Hatuna majambazi, hatuna wezi. Isipokuwa hao waparachichi. Vidokozi sio wezi. Umo. Ndio. Ndugu zangu, niwaombe sherehe hii iwe ya amani. Ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni amani duniani kote. Tukaenjoy Pasaka na weekend ndefu. Wafanyakazi, watumishi, mkare bata au kuku, mkare kuku. Ndio. Mpumuzike baada ya makazi mengi, angalau hizo kidogo napata kurefresh na kujumuika na familia. Si ndio hivyo jamani? Ndio. Tutumie muda mwingi kukaa na familia. Andaa kuku wako, bata, mbuzi, nini, choma, kama una nafasi ita na majirani. Muenjoy. Hao wanaofikiria kufanya mambo yao uhalifu hawana nafasi. Jeshi la polisi huwa linajipanga kweli kweli kwenye siku kama hizi. Niwape tu angalizo. Msithubutu. Hali ya ulinzi na usalama tunatoa macho hivi. Ninyi ninavyoeleza mpumuzike. Sisi ndo muda wa kushinda, tunazunguka doria. Hatulali. Masaa 24, ndugu zangu. Hatulali. Vyombo vya ulinzi na usalama. Hao hapa wanakuomba ati wamependeza kweli kweli. Huwa hatulali. Kuhakikisha ninyi muenjoy hizo sikukuu. Ziwe zenye utulivu, amani, usalama utawale. Lakini sisi huwa tupumziki. Kwa hiyo tupeni ushirikiano. Kama kuna chochote kinatokea, tukio lolote ambalo sio la kawaida, tuko hewani muda wote. Tupeni taarifa. Kumbi za starehe, ruksa kwenda kula bata kama ninavyosema, kuenjoy. Haina shida. Lakini kwa utaratibu, kwa mipaka. Usileo ukapitiliza kwamba leo ni Jumamosi na Jumapili napumzika na unaweza kupumzika kimoja. Tuwe na kiasi katika hizi starehe hizi. Lakini pia watoto si wamefunga midterm. Si ndio hivyo? Watafungua. Kuna wengine shule hizi za gharama hizi St. Bonaventure sui wapi kule Napsi wanaenda na ada watoto.
Kuna ada hapo. Huwa kuna ada wale. Kuna ada humo. Wewe kunywa ulewe umalize huku uibiwe hela. Useme mtoto jamani mimi hela nivumilie. Hakuna. Nemiaga oye. Ulinzi na usalama uko mikononi mwa wananchi wote, sio vyombo vya dola tu. Ninyi tupeni taarifa. Hawa ni experts, wana kila kitu, wana magari, wana zana zote. Jamani, DC, OCD, kuna watu hapa hatuelewi, wamejificha sehemu, sijui wana kikao gani. Sisi dakika mbili nyingi tuko pale ba John, tunabeba wote. Tunaweza tukakosea tukakubeba hata wewe uliyetoa taarifa. Lakini tukifika huko tutakuchuja. Jamani huyu ni msiri wetu mtu hata. Jamani. Lakini ile mwanzoni tunaweza tukakosea. Tupeni taarifa hizo, msiogope, si utakuwa umepiga simu. Msiogope. Tupeni hizo taarifa. Tunawataka watu wa namna hiyo. Ngara iko salama. Jamani mimi nimefika hapa, kulikuwa na matukio mengi, mara wapi kuna mtu ameuliwa, vitu kama, si ndio? Sasa hivi mnasikia? Pako shwari. Pana usalama wa kutosha. Pana utulivu sana. Kilichobaki kwenu wananchi, pelekeni sasa watoto shule, wasome elimu. Mimi leo DC niko hapa nasimama naongea kwa kujiamini, nilienda shule. Ndio. Wazee wenzangu, kama mlikosa hiyo fursa, ninyi kipindi chenu kishapita. Watoto wenu je? Unataka wawe kama ninyi? Umaskini huwa ni mnyororo na utajiri huwa ni mnyororo. Mimi leo unaona, sitamani mtoto wangu amalize aishe darasa 7 au form 4. Natamani awe graduate, si ndio? Kwa sababu na uchungu na shule, najua nini maana ya elimu. Kwa hiyo kidogo nimeshaanza kukimbia ule mnyororo wa namna gani ule. Ndio. Naenda hivi mbele. Kwa sababu naona mambo yanavyoenda. Dunia hii ya leo ya science na technology. Na ninyi hivyo. Hebu tuwe na mashindano fulani hivi, ushindani wa maendeleo. Kwamba kwa jirani jirani yangu ana watoto 5 wote wako chuo kikuu. Kwa nini nisiwe mimi? Kwa nini wanangu waishie la 7 wawe vibarua? Kama tunaelewana? Hebu tuelezane ukweli. Mwanao kwa mfano ameisha darasa 7 akafeli, ukumpeleka sekondari. Inakuwaje eti? Haya sasa unao 8 wote wameisha hiyo. Baada ya muda, kwa sababu maisha yatakuwa yanaendelea. Binadamu maisha si yanaendelea. Hao watoto wataanza kuhangaika kutafuta vibarua, wataenda Kahama, wataenda Geita, wataenda Msoma, Mwanza, Dar es Salaam. Baada ya muda utasikia kibaka mwanao. Sio hivyo jamani? Usifanye hivyo. Elimu huwa ni mkombozi kwanza, kifikra, kimaendeleo na kila kitu. Elimu imenyanyua watu walikuwa maskini wa chini, familia zenye level ya chini huko leo ziko juu, kwa sababu watoto wote walisoma, wana kazi, wamejiajiri kwa sababu ya elimu zao, wana maisha mazuri, familia ile iko mbali. Wananchi mnanielewa? Elimu nini jamani? Elimu. Leo mimi nisingefika huko, nisingekanyaga umande huko, nisingekuwa DC hapa. Shule imenileta hapa Ngara kwa DC wetu. Si ndio hivyo? Sawa. Watoto waende shule. Watoto yani tuwe na uchungu fulani hivi. Kwamba iwezekani mwanangu akaisha form 4, form 6 lazima afike chuo kikuu. Sasa hivi serikali jamani imekuja na mkakati mzuri mno. Imerahisisha mambo. Elimu bure mpaka form 6. Unakuja kumalizia tu chuo kikuu. Na kwenyewe kuna bado kuna bodi ya mikopo, wanakopeshwa. Wapi sasa ambapo mzazi unaweza ukachukia elimu? Wapi? Utakuwa na wewe ni waajabu tu. Si ndio hivyo? Shule. Tunatembea tunaimba shule. Labda ikistiki kidogo kwenye brain zenu.
tutaona angalau sasa tunaanza ku move forward. Usitembee unawaza kibarua chenyewe kinakushinda, unaagiza kutoka nchi jirani. Ndo tumejaza huko. Wakubwa tunaelewana.